Bwana, mwanzoni kabisa mwa wiki hii tulileta habari kuhusiana na moja kati ya story ambazo zimetrend sana huko mitandaoni kuhusiana na huyu binti ambaye ni mtoto wa mchungaji, ambapo video zake za faragha zimevuja. Yani ni connection ya mtoto wa mchungaji akiwa anafanya mapenzi na boyfriend wake. Video zao bwana kadhaa zimevuja huko mtandaoni wakiwa katika tukio hilo. You already know. So kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba kwa story ambazo tumezipata za haraka haraka ni kwamba huyu binti kumbe alikuwa na huyo mpenzi wake na wakaamua kujirekodi, and then yeye na mpenzi wake bwana ameingia katika ugomvi, wameachana, wamegombana. Sasa huyu mvulana ndo akaamua kuvujisha hizo video. Kwa hiyo ni issue ambayo mvulana ndo amefanya na sio huyu binti, na kosa ambalo huyu binti alilofanya sana sana ni kwamba kumruhusu mpenzi wake kurekodi video wakati wako katika situation hiyo ya faragha. So ni kitu ambacho watu wengi sana wameona kama vile huyu binti yeye mistake aliyofanya ni hiyo tu, kumruhusu boyfriend wake kumrecord, lakini issue ya kuzivujisha ni boyfriend wake ndo amezivujisha, na mtu ambaye sasa hivi hapa karakta yake au taswira yake inaharibika ni huyu binti. Sasa waumini, waandishi wa habari, wa mama, wa dada nchini kwao humo wameamua kuandamana wakiwa wanataka hizo video zifutwe katika mitandao yote ya kijamii ambapo zimesambaa, kwa sababu issue za kama hizi za aibu huaga zinafanyaga watu wanachukuaga maamuzi magumu hata kujitoa uhai. Kwa hiyo bwana, habari ambayo tuko nayo hapa ni kwamba akina mama pamoja na wadada wamefanya maandamano kuhusiana na connection ya binti wa mchungaji kuvuja. Unaambiwa kwamba wameandika hapa kwamba wakati video za faragha za mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Roselande Balloni, binti ambaye anadaiwa kuwa ni mtoto wa mchungaji kuvuja, washirika mbalimbali na waandishi wa habari na watu mbalimbali wameamua kuandamana kutaka haki itendeke, kufutwa kwa video hizo mitandaoni. Licha ya binti huyo wa mchungaji kuonekana pia ni mwenye makosa, baadhi ya watu walikuwa upande wake na kutaka hatua ya moja kwa moja mara moja zichukuliwe kwa mtu aliyesambaza video hizo. Mabango na sauti za watu huko Haiti zilisikika zikipazwa kwenye baadhi ya mitaa kufuatia kwa sakata hilo ambalo limeibua mjadala mzito sana kwenye mitandao ya kijamii. Roselande Balloni ni binti wa kanisa maarufu kabisa huko nchini kwao na amekuwa mtu wa Mungu kwa kuelimisha jamii kwa nyakati zote. Mambo yamepamba moto baada ya video zake hizo za ngono kuvuja. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo waumini, washirika, waandishi wa habari, wadada, wa mama wamejitokeza, wamefanya maandamano wakiwa wana demand video za huyu binti zifutwe huko mitandaoni. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.